Pale kutokea Wizara ya Katiba na Sheria. Kama nilivyoeleza pale awali kwamba tumekuja hapa mkoa wa Arusha tunatekeleza kampeni ya Mama Samia ya utoaji wa msaada wa kisheria kwa wananchi. Kampeni hii ipo hapa tangu tarehe 28 uzinduzi ulipofanyika pale kwenye viwanja vya Ngarenaro. Na tulifanikiwa kufika na tumefika, tumeonana na mganga mfawidhi ambaye kwa upande wake ametueleza kilichokuwa kimejiri. Lakini sambamba pia na maelekezo ambayo tayari ameshatoka kutoka Wizara ya Afya kuhusiana na ufuatiliaji wa lalamiko hilo na hatua ambazo zinatakiwa zichukuliwe. Sisi kama wataalamu wa utoaji wa msaada wa kisheria tupo bado bega kwa bega na mama yetu pamoja na binti yake huyu ambaye amebadilishiwa mtoto kuweza kuhakikisha kwamba hatua za kisheria zinafuatwa na ukweli unakuja kufahamika, na hatimaye kama ni binti kupatiwa mwanae basi ampate, lakini kama yule alikuwa amejifungua ndiye alikuwa ni mwanae vile vile pia itafahamika, kwa sababu tayari zipo hatua za kisheria zimeshachukuliwa, ikiwa ni pamoja na sampuli za hawa watoto watatu ambao mmoja kati yao ndo anahisiwa kwamba ni miongoni mwa yule mtoto wa binti Neema. Kwa hivyo majibu yatakuja, lakini pia mhudumu wa hospitali aliyekuwa akimhudumia Neema kwa siku hiyo tayari ameshachukuliwa hatua za kisheria na ameshafikishwa jeshi la polisi mkoa wa Arusha tayari imeshachukua hatua dhidi yake na kuania kumfungulia mashtaka kwa makosa ambayo yamejitokeza. Na kwa sasa yuko nje kwa dhamana. Kwa hiyo sisi tutaendelea pamoja na kushirikiana na upande wa jeshi la polisi, lakini pia na ofisi ya mashtaka taifa mkoa wa Arusha kuhakikisha hatua zote za kistahiki za kisheria zinafuatwa, upelelezi unafanyika na mwisho wa siku mhusika anachukuliwa hatua na mwanadada Neema na pamoja na mama yake wanayemlilia mjukuu wao basi wanapatiwa haki yao. Ndio lengo na madhumuni ya kampeni hii, pamoja na mambo mengine. Misaada hii ya kisheria inayotolewa na kampeni ya Mama Samia ni kwa lengo la kuhakikisha kila mwananchi anafikiwa au anapatiwa huduma ama haki ile ambayo inamstahili. Majibu yanatarajiwa kutoka lini? Kwa maelezo ya daktari hajatupa tarehe husika, lakini amesema ndani ya wiki hii huenda majibu ya DNA yakawa yameshapatikana. Lakini na sisi pia tutalifuatilia. Kupitia kampeni hii tutafuatilia kuweza kujua ni lini majibu hayo ya DNA yatapatikana au yatatoka, alafu nini hatua ambazo zitaenda kuchukuliwa baada ya majibu hayo kuwa yametoka. Naitwa Fauzia Mustafa, ni wakili wa kujitegemea, natokea chama cha mawakili hapa Arusha. Sisi kama alivyoeleza mtaalamu mwenzangu, mpaka sasa hatua tulizochukua ni hizo, lakini hatutoishia hapo. Tutaendelea kulifuatilia hata baada ya kampeni hii kufungwa kwa mkoa wa Arusha, kwa sababu kampeni hii huwa haitatui matatizo ambayo yanajitokeza wakati ipo mkoa husika, ila hata baada ya kuondoka kuna wataalamu ambao huwa wanakabidhiwa jukumu la kufuatilia na ama la uwakilishi. Kwa hiyo kwa sababu tunashirikiana kwa pamoja, sisi tutaendelea kulifuatilia, na kama mama huyu atahitaji uwakilishi atapatiwa. Tunatambua kwamba hii ni kesi ya jinai na ofisi ya waendesha mashtaka ndio wanaohusika, lakini na sisi tutakuwepo pale, kitaalamu wanasema watch brief, yani kuangalia vile ambavyo